destiny correction or destiny redirection. Ninapozungumza kwa habari ya destiny correction or redirection, masahihisho na mwongozo sahihi wa hatima za kwetu. Kuna watu ambao wanaishi kwenye hatima ambayo sio ya kwao, na wanajua kwamba hatima wanaoishi ni hatima ya kwao. Kuna watu wanafanya vitu ambavyo hawakutakiwa kuvifanya wao. Kuna watu wanafanya mambo ambayo hawatakiwi kuyafanya, lakini wanafanya wakijua kwamba ni sahihi kuyafanya hayo mambo. Ndio vitu ambavyo tutaenda kuviangalia hapa. Kwa hiyo tutaenda kuangalia namna ambavyo unaweza kujua na kufahamu kwamba kitu unachokifanya haujaitiwa kukifanya ama hujaambiwa ukifanya, na ukiendelea kukifanya kitakuwa na matokeo yoyote kwenye maisha ya kwako. Lakini pia utaangalia namna ya kurudi kwenye hatima ya kwako. Lakini pia utaangalia namna ambavyo watu wengi huwa wanaacha kufanya hatima ambazo ni za kwao. Na hapa tutaenda kuanza moja kwa moja kuangalia kwa nini watu wengi wanaacha hatima za kwao na kuenda kwenye hatima za watu wengine. Ni kwa sababu hatima nyingi ni kwa sababu watu wengi wanafanya vitu vingi kwa kuiga watu wengine. Mtu akianza kuiga kitu cha mtu mwingine na ataanza kukitamani, lazima tu atapoteza hatima ya kwake na kufanya kile kitu moja kwa moja. Ni sema kwa ukiria kabisa. Mtu anaanza kwa kutamani hatima ya mtu mwingine, kutamani kitu ambacho anakifanya mtu mwingine, kutamani namna mwingine anavyofanya, na yeye anajikuta ameanza kufanya kama yeye anavyofanya. Ndivyo ambavyo anapoteza hatima ambayo Mungu aliwekea kwenye maisha ya kwake. Kitu kimoja nikwambie, kila mmoja akisimama kwenye feed ya kwake huwa anafanya kwa ubora sana, na watu wengi wanakuwa wanamfurahia na kumtamani na kutamani kuwa kama yeye. Na wakianza kutamani kuwa kama yeye, kuna wengine wataanza kumuiga, na wakimuiga watajikuta wameanza kufanya kama anavyofanya yeye na kupoteza vile vitu ambavyo wanatakiwa wao wasimame navyo, wao kama wao binafsi, ambao vinahusiana na wao kama wao. Ni bora ukasimama kwenye kitu ambacho ni cha kwako binafsi, hata kama hauoni matokeo kwa muda huo, lakini kisimamie kila kitu ambacho unakiona ndani ya moyo wako kwamba hiki kitu ndicho cha kwangu, bila kumuiga mtu wa aina yoyote. Mwanzoni kinaweza ikaonekana kwamba hakina matokeo kwa sababu hakijapata watu sahihi na watu hawajakimaster. Lakini utakapoanza kuwafundisha, utakapoanza kukifanya kile kitu, kama ni biashara, kama ni jambo fulani, utakapoendelea kukifanya mara kwa mara, ndivyo ambavyo kitaanza kukaa ndani ya moyo wa watu, na watu wajikuta wameanza kufanya kama unavyohitaji wewe. Kwa hiyo watu wengi wanapoteza sana hatima zao kwa kuiga watu wengine wanavyofanya. Nadhani hapo umenipata. Na utajuaje kwamba hichi kitu ninachokifanya sio cho ambacho ni sahihi? Kitu cha kwanza kabisa cha kujua ni mkwamo wa muda mrefu. Na mkwamo utaupata kwenye maeneo haya. Utakuta hauna mafunuo mengine kwenye kile kitu ambacho unakifanya. Kila ukitafuta mafunuo, Biblia inasema sauti ya Mungu ilikuwa duni kipindi hicho. Kwa hiyo sauti ya Mungu inakuwa duni kwenye maisha ya kwako. Hauna mafunuo, fanye nini? Hauna uende vipi? Na unajikuta unaanza kuiga watu wengine wanavyofanya tu. Ukimwona fulani kafanya na unafanya, ukimwona fulani kafanya na unafanya. Ni zaidi ya kwamba hicho kitu unachokifanya inawezekana sicho ambacho Mungu amekuitia. Kwa nini usitafute kitu kingine? Inawezekana unafanya biashara unayoifanya sio sahihi. Kitu unachokifanya sio sahihi, kwa nini usitafute kitu kingine? Unajikuta kwamba kila kitu unachokifanya una copy tu. Wewe ni kukopi na kupesti, kukopi na kupesti. Hauna cha kwako binafsi ambacho unaweza kukifanya. Ni dhahiri kwamba hicho kitu unachokifanya inawezekana sicho sahihi. Aidha rekebisha na uone sehemu gani ambayo unakosea. Na jambo jingine ni kwamba unafanya hicho kitu kwa kuiga tu. Yaani unaiga tu, kila kitu unaiga tu. Wewe ni bendera fuata upepo. Yaani tunaweza kusema namna hiyo. Waikwambia hivi unafanya, waikwambia hivi unafanya. Ukiona fulani kafanya hivi, akifanya hivi, yaani hauna msimamo ambao ni binafsi.
unaendeshwa na watu wengine. Calm down. Inaweza kuwa na sababu nyingi sana, lakini moja ya sababu inaweza pia ni kufanya hicho, kuonesha kama hicho kitu sio sahihi kwa ajili ya maisha yako. Kwa nini unapokea tu ushauri wa watu basi wanachokuambia na unakifanya basi? Hauna akili binafsi ambayo unaitegemea kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Hauna msimamo binafsi ambao unategemea kwenye kila kitu ambacho unakifanya. It is a sign that what you are doing is wrong sometimes. Jambo jingine, umekwama muda mrefu sehemu moja, lakini kila ukiomba, ukifanya maombi, ukifanya kila jitihada, kila namna, hauende sehemu yoyote. Inawezekana wewe ni kama Yona pia, Mungu anakurudisha kuambia it is not your right place. Wewe sio wa kwenda Tarshishi, wewe wa kwenda Ninawi. You are not just, hautaki kwenda sehemu unaoenda, hautaki kufanya biashara unaoifanya. Inawezekana kwa unajua wewe ni mfanya biashara, lakini Mungu hataki kufanya biashara ambayo unaifanya. You need to do something ambacho ni kingine kabisa. Inawezekana ni kiongozi, lakini the way ambavyo unafanya sio ambacho Mungu anataka ukifanye. No, you need to date recollection. Ndio maana nasema destiny, direction and recollection. Redirect yourself. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Isaya. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 1 mpaka sura ya 6, mpaka sura ya 5, utagundua kwamba maisha ya Isaya kuanzia sura ya 1 mpaka ya 5 na kuanzia sura ya 6 na kuendelea ni tofauti kabisa. The way ana prophesy na the way anavyo preach na the way anavyofanya vitu ni vitu ambavyo ni viwili tofauti. Sura ya 1 mpaka ile ya 5 alikuwa ni mtu ambaye ni mhukumuji, ni mtu mwenye hukumu, mwenye lawama na laumu, anafanya vitu mbalimbali. Lakini huku mbele historia ikabadilika. Tukaanza kuona Isaya ni mtu ambaye anatabiri sana ujio wa Yesu Kristo. Anatabiri kwa habari ya maisha ya Yesu, kwa habari ya kila kitu kumhusu Yesu. Na ndio nabii pekee ambaye ametabiri kwa ukubwa na kwa upana mkubwa kuhusu Yesu Kristo. Almost ametabiri kila kitu ambacho Yesu atakifanya akiwa hapa duniani. Lakini sura ya 1 mpaka ya 5 alikuwa akifanya vitu vingine. Sasa pale katikati tunajiuliza kati ya sura ya kilitokea nini kutoka sura ya 5 kuja sura ya 6. Lakini utapata majibu yanakwambia Uzia alipokufa nilimuona Bwana. Analidirect again, anafanya correction tena. There are people ambao watatoka kwenye maisha yako ndipo utamuona Bwana. Sasa usifike hatua hiyo mpaka yule ambaye unamuiga na kumtazama amefariki ama ameacha kufanya kila kitu ndipo muone Bwana. You need to know yourself. That ninachokifanya hichi inawezekana sio sahihi. Mbona sina nguvu? Mbona sina mwelekeo? Mbona nasikiza sana watu? Sinafanya kila kitu kwa kuangalia watu wengine, sina funuo kutoka mbele za Mungu. Mungu ananiambia nifanye nini kwenye hichi kitu? Sasa ni moja hapo, ndio hiyo unakosa funuo. You don't have a passion of that kudu kitu kama hicho hapo. Sasa ufanye nini kama umejiona kabisa hiki kitu unachokifanya inawezekana kwa namna moja ama namna nyingine sio kile kitu ambacho Mungu aliniitia, ama sio kile ambacho natakiwa kufanya? Biashara unayoifanya sio sahihi, kitu unachokitenda sio sahihi, huduma unayoifanya sio huduma sahihi. Sasa nimeanza kuifanya, nifanye nini? Hapa nitaanza kukuambia baada ya ugundua hicho kitu, tafakari. Na umesha tafakari na kujua kama hicho unachokifanya sio sahihi, kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 8 nadhani kitakuwa na majibu sahihi kwa ajili ya maisha ya kwako. Biblia inasema kwamba nitakufundisha na nitakuonyesha na nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Kabla mabaya ama ujaferi kabisa kwenye maisha yako, ni vizuri ukamwambia Mungu, naomba nifundishe na nielekeze kwa usahihi zaidi kuhusu kitu ambacho natakiwa kufanya na namna ambavyo natakiwa kukifanya. Alafu zeni mwambie nionyeshe njia, nipite njia ya namna gani. Inawezekana ni kosa tu la njia uliyoitumia sio sahihi. Jambo unalofanya labda ni sahihi, lakini njia uliyoitumia sio sahihi. Nionyeshe njia yako, nipite njia ya namna gani. Alafu zeni mwambie nishauri kila napopiga hatua moja mpaka nyingine. Ndio kile kitu nimekuambia, usifanye huduma, usifanye jambo lolote ama usifanye biashara au uongozi kwa shauri tu za wanadamu, bali wakati mwingine tegemea ushauri kutoka kwa Mungu. Mwambie Mungu nishauri, huku jicho lako likilitazama linakutazama kwa namna gani? Manake sehemu ambayo unaenda kukosea, unaenda kudondoka, Mungu atakutazama na atakwambia, mwanangu, unachokifanya sicho nilichokuambia ukifanye. Atakupa direction. Kabla haujapotea moja kwa moja, Mungu atakuwa kutazama na kukupa njia sahihi ya kufanya kile kitu ambacho unatakiwa
kukifanya. Hiyo ndo namna pekee ambayo inaweza kusaidia kuredirect maisha yako, kuredirect kitu ambacho utakuwa kifanya hapo mwanzo. Na ukisha kufanya hivi vitu, utaanza kujiona mwenyewe kile unachokifanya, unachokigusa kimeanza kuwa na matokeo. Yona anaenda Ninawi, anakimbilia Tashishi. Njiani kuna vulugu, boti haiendi, mikwamo ya kila namna, kila vitu. Alipotupwa kwenye samaki, alipotupwa kwenye maji akadumbukia kwenye tundu la samaki, kuna maombi alikuwa akiyaomba mle ndani na Mungu akawa amemsamehe na akamtupa ufukweni. The way tu ameonekana kwenye ile nchi, ameanza kuhubiri Injili, kulikuwa kuna mwitikio na revival sio kwa ya kawaida. Redirection and correction. Ukianza kufanya kitu ambacho unakifanya ambacho ni sahihi, utaanza kuona Mungu akiinua watu kwa ajili ya maisha yako. Utaanza kuona vitu provisions za kila namna na mambo mbalimbali, na vitu vitakuwa vikienda kwa wepesi, na msaada wa Mungu utakuwepo kwenye kile kitu ambacho unakuwa unakifanya. Kwa hiyo ni kwa chini moja kwamba tafakari, angalia, je, unachokifanya ni sahihi? Biashara unayoifanya ni sahihi? Ndio kitu sahihi? Neno unalofanya ndo sahihi? Huduma unayoifanya ni sahihi? Huo wito ni sahihi? Kitu unachokitenda ni sahihi? Mungu akusaidia na Mungu akuelekeze namna ya kukifanya hicho kitu kwa ubora zaidi.